Kwa nini nilipoteza muda wangu kwenda pengine kipindi roho yangu iko hapa? Ana kwako nimetulia mao. Umenibadilisha. Nimejikuta ndo mtoto mdogo anaanza sasa mapenzi. Bea divana. Acha nikutoe hofu. Kwangu tulia. Jishebedoe. Maana hakuna mtu ama kitu ambacho kitakutatiza mama yangu. Love you so much. Ingia mlango kwa wazi. Watu wanasalitiana kimapenzi mpaka wanafikishana babaya. Yule uliyempenda zamani unaweza mkuta hata kwa jirani. Maisha jamani, shida mitihani. Hivi Suza, mara ngapi nimekukanya kuhusu kufika nyumbani kwangu? Ama ni mara ngapi nimekuambia kwamba sikutaki na sikuhitaji kwenye maisha yangu? Ni kwa sababu sijafanya kwa maneno, ndio nimeona nikufanyie kwa vitendo. Kwa sasa huyu ndo Lazizi, upendo wangu, anayenipa furaha, anayeningata, ambaye amenibana, ambaye amenishikilia na ambaye amenifunga. Kutoka kwake haiwezekani. Siwezi kupenda na siwezi kupendana na kinyoga kama wewe. Mimi sijawahi kupenda, nilikuwa na wewe kwa lengo langu tu. Na nilivyovitafuta kwako, nilivipata. Kwa hiyo sikuhitaji kwenye maisha yangu. Full stop. Unaweza kutoka nyumbani kwangu. Brian, nimekosea nini mimi? Nikosa gani kubwa ambayo nimekufanyia? Mpaka umeamua kunipiga pigo kubwa kama na hii ambayo unanipa? Nimefanya kila kitu kwa ajili yako. Mpaka ubikira wangu nimeutoa kwa ajili yako mwanaume. Lakini haya yote uyaoni. Unaamua kunisaliti, si ndio? Na acha nikwambie, ingekuwa kwamba kila ambaye anakutoa ubikira ndo anakuoa, kama wasichana wote duniani wamshaolewa mama. Kwa taarifa yako sasa, mimi sikuhitaji. Na usahau kwamba umeshapendana na mtu kama Brown. Nisahau kwenye maisha yako. Toka. Brown. Ila kumbuka ipo siku moja utakuja kuyalipia haya ambayo unanifanyia. Nashukuru. Asante. Watu wanasalitiana kimapenzi mpaka wanafikishana babaya. Yule uliyempenda zamani unaweza mkuta hata kwa jirani. Maisha jamani, shida mitihani. Mzee Kavuya. Linda. Nafurahia sana mimi na kujuana, maana inakuwa ni kitu kizuri sana. Na kama nimekuja haraka kupea ripoti ya kazi ulionipea, ya kitu ulichoniagiza. Yes. Maana yake nashokiwa sana kukuambia kama kwenye tabia yangu natumika kwenye Unity in secret. Maana yake kila kitu changu chote nafanya kwa siri. Okay. Inapelekea nataka kukuambia kazi ulionipea nimetamatisha, nimefanya jinsi ulivyoniagiza. Nashukuru Lila. Ila unapaswa nihakikishia kama kweli umemaliza, hakuna hata sijue mtu ambaye ataweza kuona kitu fulani nini na sijue. Mzee,
Jina langu naitwa Lila. Maana yake ni mema peke yake. Ni kusema nilipofanya kazi hakuna hata umbu, hakuna hata panya iliyoniona nikifanya kazi. Hakuna. Maana yake kila kitu nimefanya, kila kitu nimemaliza. Okay, nashukuru sana Lila. Nashukuru sana kabisa. Sijue nini tena unapashwa seno. Kazi yako ilikuwa ni ngumu sana. Na ungempea mtu rahisi, pengine hapo wangeshikwa na ungelekea pabaya. Nilikuwa nahitaji kuniongezea pesa. Nahitaji ongeze pesa. Okay. Kwa hiyo mambo ya pesa usijali Lila. Usijali kabisa. Na kitu kingine mzee nitakachokuomba. Hivi tulipokubaliana mimi na wewe mwanzoni kuhusiana na swala la polisi, hivi unaweza kusema kweli umeonana na polisi? Maana tulihitaji kufanya hivyo angalau ushahidi upotee. Hivi kweli polisi umeonana nao? Ndio. Hapo nimefika kwenye kituo cha polisi, hamuna tatizo kabisa, nimeshamaliza. Nimeshamaliza kila kitu hapa, iko taratibu kabisa. Asante, nashukuru. Nipe pesa zangu basi mimi nisepe. Wewe usijali. Kwa mambo ya pesa usijali. Okay, good. Pesa nimeona. Kazi nyingine ikionekana usisite kuniambia. Mashida. Mchana mwema. Adasa. Adasa. Nakusikiliza. Sasa hiyo unaenda wapi? Naenda sokoni. Nimekupea pesa saa ngapi? Anko, kazi ziliwa nyingi ndio maana sikumalizia. Sio saa 4. Umejua kwamba wageni watawasili saa hiyo? Nimesema samahani, shida ni kazi. Nakupa dakika 15 muwasili hapa. Don't worry, nakuja. Oya bosi, welcome to the gang Kimari. Tumetoka sasa kazini na mission haikuwa rahisi kama tulivyofikiria kwa umri tulionao kusafirisha hizi madawa. Inatokea kumshukuru Mungu tu. Wewe msikilize kwa makini. Simba akitoka mawindoni, mtazamo wake huwa makini wa swala aliyekufa, asije akampoteza. Of course tumesoma pamoja mpaka chuo cha mwisho cha sekondari. Tumehangaika sote kutafuta makazi huko makambunini, wakatuterekeza kama kapuku kwenye mvua. Ndio maana tukaamua kujiunga poa. Well, this is business. Tunaenda kuwa matajiri sasa, watoto wa 2000 kama sisi. Kitu kazi sasa. Kesho alfajiri na mapema tunaenda kwa bosi. Wanangu, na maneno machache tu nipenda tuyaongelee mbele niende kazini. Rozi, sijui unahitaji nini? Daddy, kiukweli mimi saizi sina haja chochote kile, lakini I'm so happy because unatujali sana. Nashukuru. Vile vile dadako. Mimi pia baba hivyo. Lakini baba nataka badaki hii simu. Nataka kubadili simu. Yeah. Okay. Nataka simu gani? iPhone. Hamna shida. Ila nilipenda tu niwazungumzie kidogo tu. Unajua mimi sitaki hata siku moja nisikie mmeonekana kwa mambo ya mapenzi. Hiyo ni mbaya sana kabisa, kwani mkali watoto wadogo. Nzuri baba. Sisi bado watoto wadogo.
tunakuahidi hatutogeuka maneno yako. Nashukuru sana. Aisha. Aisha. Yes, boss. Okay, Aisha. Aisha. Nilipenda nikuambie hivi. Umeona hao wasichana wawili? Naona. Nataka ushurulike nao sana tena sana. Sitaki nije nione wamegaagaa huku mtaani, sitaki kabisa. Kwani watoto ambao na wasabiti sana kabisa. Sitaki waende kwenye mambo ya ovyo ovyo. Okay. Ita nani? Tony. Ita Tony hapo. Yeah. Okay. Sijue umenisikia vizuri? Tony. Nishatoka mlangoni boss. Okay. Tony, nataka sema hivi. Okay. Naona hao wasichana wawili. Naona sana. Sitaki niwe nikawaona nje ya gate. No problem. Umenisikia? Kwangu boss usijali. Kwani najua wewe umefanya kazi vizuri. Okay. Sawa. Sasa mimi muda umekimbia. Ushakimbia. Naenda kazini. Bosi wewe, wewe umekosa mwili bure lakini unazo pesa na maadili mema. Wewe Tony, ningitaka hawa watoto wangu wasiende nje ya neti. Wabaki humu ndani. Mmenisikia hiyo? Mimi ndo wameachia maadili yenu. Afu kesho kutwa mnakuja kuniletea hapa matako yenu huku mbele na nyuma. Mtaani tunaenda nje. Takugonga wewe. Nitakupiga kijabu. Unalia na unaanguka. Hii chakula gani? Kwa hiyo mimi nakula chakula kizuri hivi kweli. Si wakati tunaachana na mambo yenu nyinyi. Nianze kwa vitika, nianze kwa matunguu. Matunguu sio hivi hii. Si kwa tukuzoea hivi. Nyinyi mnakunya nini? Mnakula nini? Wow! Ha! Mnakula mingi ya kalanga hii. Shapasuka kweli. Kesho tamu vizuri. Hii matunguu inakuwa tamu kweli. Dada yangu sema. Nini? Wewe let's go. Nakula yote ampati kitu hapa. Ndasa rafiki yangu. Yaani kimenileta hapa ni kitu kimoja. Nataka unipe ushauri rafiki yangu. Unajua hapa mtaani kwetu maisha yamekuwa magumu. Yaani jua limetupika, limetuwakia. Kwa hiyo mimi kama Miriam nimewazua na nilikuwa nimepata kiasi kidogo tu cha pesa. Kwa hiyo nakuja kuomba ushauri, nianzishe biashara gani? Maana wewe una uzoefu sana kufanya hizo biashara. Hivi nikuswali, ni kiasi gani? Ni kama $50 hivi. Mimi sina la kushauri Miriam. Mimi naweza nikakushauri tu nenda kanunue simu kubwa uitumie. Adasi, kule unakuniambia hivi? Unajua hapo awali nilifanya kazi ya kuuza maragwe yakafelisika. Juzi pia nauza mandazi pia nimefelisika. Nifanye nini tena? Sina la kushauri. Lakini Adasa, mvumilivu ndio ula mbivu. Pengine ukizingatia utakuja kupata riziki baadaye. Mimi nimechokana na kazi. Nimechoka maana nimepita kwa kazi karibia mara 5 nikifelisika. Ndio maana mimi siwezi tena kushauri. Adasa, wewe ndio rafiki yangu, nimekuchagua wewe maana nilikuwa nimekuona ukifanya hizo biashara zako. Si ulikuwa ukiuza nyanya, umeuza ndazi, umeuza kila kitu. Wewe ndio unajua kwenye masoko rafiki yangu. Naomba unielekeze tu japo kidogo. Usijali. Wewe ni besti wangu wa karibu. Mimi nitakusaidia. Kweli? Yeah. Asante sana Adasa. Nitashukuru sana.
Umeninyota kweli ya kweli ya Mungu, sio mfano. Marahaba, karibu. Ikia. Wewe bata. Nitazungumza nawe kisha fuda. Karibu bibi. Kanashikana. Marahaba. Unasemaje? Sasa msaada wako ninaisha. Unajaa? Hivi wewe ni nani na unakuja kutokea wapi? Story ndefu kaka. Story ndefu? Kama ni story ndefu basi, wewe niambie mkimbizi nani? Yatima. Jamani pole sana. Unaitwa nani? Jisan. Nini? Jina lako kama la Waarabu hii. Sawa basi wachana na hiyo. Sasa mimi hapa mlangoni sina msaada wa chakula. Labda ningekuelekeza tu uingie ndani huko jikoni, unaona kula hivi ndio watakupea chakula fulani. Lakini hapa mimi sina chakula. Wewe ingia hii na utapata chakula kula. Kama nitapaa unaweza panielekea. Sio tatizo. Twende. Wakimbizi gani hao mnakuwa na mambo ya nyuma na mbele? Twende. Traffic, dunia ya lala, tumezaliwa sote wema, lakini binadamu wanatufanya tuchange. Familia zetu zinatufanya tubadilike, juu ya malezi mabaya yanatufanya tuharibike. Nyumbani kwetu tumeondoka, tumebaki watoto mtaani. Dadangu, naomba hata maji, tanituliza roho. Nina njaa, hawezi kuamini. Naomba msaada wako dadangu. Kusema kweli, mdogo wangu, mimi kweli nina moyo wa kukusaidia, lakini hapa nilipo sina uwezo wa kutoa chochote kile ndani, isipokuwa bosi tu ndo anaweza kukusaidia, lakini mimi sina uwezo mdogo wangu. Hata maji nisaidie, nimekuelewa. Nimekuelewa sana, tunaomba maji. Lakini mimi kuahidi, pengine ukirudi kesho utamikuta bosi akiwa hapa. Yule ndo naweza nikasalia hata maji. Hata maji ya kunywa sitapata. Naomba msaada wako dadangu, naomba nisaidie dadangu. Nimekuelewa sana, tunaomba maji dadangu, hata maji anakufikia njiani. Pole sana, pole. Unatushanyeza mashida. Hatuogopa tena misiba. Haya maisha. Yote maisha. Traffic. Iko na kufu. Dunia ya lala, tumezaliwa sote wema, lakini binadamu. Basi asante. Maana nawaona munapendeza sana kwa macho ya binadamu kwenye hii dunia. Na kitu chingine, napenda sana kuwaona jinsi mnavyojiweka standby, mnajiweka taratibu. Hawa ni wageni. Kama wamekuja rasmi ili niwaorozeshe kwenye chama hichi Unity in Secret. Manake kazi yetu ni kuwa watu wa moja kwenye nini, kwenye siri. Kazi yetu ama kazi yangu ni kumwanga damu ya ule mtu aliyekukosea. Ukijisikia wewe ni mnyongo kwa mtu aliyekukosea, ama ukijisikia mtu amekukosea, kazi yangu ni kulipiza kisasi kwa watu wote ambao ni wanyonge kwenye dunia.
Na kitu chingine katika hii kampuni, sijapendana sana na Ibana. Unajua Ibana? Ibana ni mkiwa kwenye gundi munaanza kupendana nyinyi kwa nyinyi. Mkigundulika, mimi Lila nitawavunja, nitawakata kichwa. Na wala mili zenu hazitazikwa, lakini zitaliwa na nyama za msitu. Ni asubuhi mapema unamuona simba anaenda kwa mawindo. Alafu kuna mtu mpumbavu anamtuma yule mbwa wake, baada ya yeye anamfuata mbwa. Nini utakachokisubiria? Ni kusubiria kifo ama maiti ya yule mtu aliyetuma mbwa na mbwa mwenyewe. Maana simba anakuwa ni mkali na ni mimi simba. Omega, unaona wale? Naomba wafunze namna tunavyovaa kwenye hii kampuni. Maana jinsi amevaa hajavaa vizuri. Lazima akionekana mbele ya binadamu wa kawaida au mtu wa kutisha. Jina lake anaitwa Makofi. Jina lake anaitwa Rebeka. Namuona ni msichana mdogo, lakini anaweza kutusaidia na anaweza kuwa faida kubwa kwenye kampuni hili. Huyo yule, maana sijasema huyu, nimesema yule Chief. Wewe, nimekuambia kwenye kampuni hili sipendi msaliti na nachukia sana Ibana. Lakini kazi yangu ni kumwanga damu. Ni kumwanga nini? Kumwanga nini? Damu. Amina. Nimesema kazi yangu ni kufanya nini? Kazi yako ni kumwaga damu, kumwanga damu. Kunaweza kuwa swali? Leshi tu. Kuna swali? Hamna swali. Upo tayari kwa yote jinsi nimekuamrisha? Nipo tayari. Upo tayari? Na tena kitu nitakachowaambia, kwenye hii kampuni hakuna kumchagua, niko tayari kuua mtu fulani. Na tena kwa kampuni hii ukiwa ndani, hakikisha upo tayari kuua mtu yoyote yule. Awe mama yako, awe baba yako, ama mtu yoyote. Muoneshe kazi. Dunia yote imekuwa ya kwangu na mamlaka nimepewa na Shetani. Shusha. Naona kuna furaha baada ya kupata sehemu mpya. Yeah, Rosie, I'm so happy because nilikuwa nahitaji. Yeah? Naona kwani. Kama unaje picha. Aya basi. Eza. Jamani, nimependeza. Natamani pia ninunue simu kama hii. Rosie. Hapa kuna mwaita. Jamani vipi? Mpo? Naona bosi kawanunulia simu. Maanake hapa tena hatuna hamu ya kuota jua. Siku hizi ni ficha. Ukubla, ukuble, ukuhua, ukuhe. Kwa hiyo mimi nimekuja tunaona hapana na mimi nichukue picha kama hii. Picha na nani? Na wewe? Wewe naye. Hivi Toni, kwa nini unapenda sana kuwalipia watu mudi zao? Yaani talusha nitoa kwenye mudi. Sio walipia starehe. Tayari, hata mdu wangu mwenyewe ambaye. Ya Mungu hiyo. Mona Lisa. Wewe nenda rudi kwenye kazi zako bana, unakuja kutuzingua tu.
Sasa haina kuhusu sasa. Huyu mtoto huyu umempoa vibaya na ulivyo mnono kama bata wewe mcheze. Wewe toa. Mbona Lisa sio kama wewe mcheze? Traffic, dunia ya lala, tumezaliwa sote wema, lakini binadamu wanatufanya tuchange mwendo. Naomba tupishe, tuna miadi na bosi, au sio? Wapisha? Oya, umeelewa au? Tunaomba tupishe, tuna miadi na bosi tajiri. Wewe mimi siwajui, nitakupisha vipi? Utatupisha au unasubiri? Si wapishi. Nifunge nisifunge? Hapa niko kikazi hapa. Bosi. Ndio bosi, ndio. Nishaelewa hiyo. Swala la mbengele hapa ndo shida. Okay. Basi sio shida. Asundi. Kita seora. Ebulao. Unatembea kama baridi hivi, mbona mshaanguka? Shida hii. Isa. Yes, good boy. Kwani umechelewa hivi sana jameni? Samahani sana bosi. Mission haikuwa rahisi kama tulivyofikiria na kuchora plani zetu. Kulitokea shambulizi ndogo ya askari polisi, ila tumeamua kujitoa. Hamna shida. Labda mmefika hapo sawa. Nyumbani kwetu tumeondoka, tumebaki watoto mtaani. Usoni mwetu tuko na cheka, japo tuko tunalia ndani. Ona leo tunaanza kuiba. Maisha inatufutisha mawida. Ona tushajizoea mashida. Hatuogopa tena misiba.